Anayefuata Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, atafuatiwa na Mheshimiwa Simon Songe Lusenge Kile. Nashukuru kwa nafasi Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa naomba nitoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha siku hii ya leo kusimama hapa nikiwakilisha wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nitoe pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambazo ameweza kuzifanya katika jimbo la Msoma mjini. Na hapa nimpongeze pia kwa kuwathamini wa Tanzania na kuamua kumteua na kumpendekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, kwa sababu amemleta katika wakati sahihi ambao Watanzania wamekuwa wakihitaji matokeo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nimpongeze pia Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wetu mkuu, kwa hotuba yake nzuri aliyoitoa siku ya tarehe 1 mwezi wa 4 2026, hotuba yake ya bajeti ya 2026-2027. Na mimi hapa naomba niweze kuchangia katika hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wanasema full package. Hapa tunayo full package ya Watanzania ambaye ni Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, kwa sababu ukiangalia hotuba yake inaonesha dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Unaona dhamira yake ya dhati ya kutatua changamoto na kero. Ameweza kuzunguka mikoa mingi sana, na hapa ni muombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii neema uliyopita nayo kwenye mikoa mingine na majimbo mengine, wananchi wa jimbo la Msoma mjini wanakusubiri kwa hamu sana, ili ile mifupa migumu yote ukaweze kuitafuna. Naomba nijikite moja kwa moja kwenye uchangiaji, ambapo nitagusia dira ya 2050. Dira 2050 inaelezea kukuza uchumi na kuongeza ajira kwa wananchi wa Tanzania. Mimi kama mbunge wa jimbo la Msoma mjini ninaongelea swala zima la uchumi wa eneo langu. Msoma mjini tulikuwa na bandari ambapo meli ya MV Umoja ilikuwa ikifanya safari zake. Ni takribani miaka 20 bandari hiyo haifanye kazi. Na hapa nipende kumshukuru Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, aliweza kufunga safari na kufika jimbo la Msoma mjini na akashuhudia bandari ile. Na bandari ile ni bandari inayohitaji marekebisho kidogo ili iweze kufanya kazi. Na itakapofanya kazi itaenda kufungua fursa za uchumi na kuchochea ajira kwa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Tunayo meli yetu ya MV New Mwanza. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa bilioni 120 na kujenga meli ambayo ndiyo meli kubwa katika Ziwa Victoria. Hivyo basi tunatarajia wananchi wa jimbo la Msoma mjini na wenyewe waweze kunufaika na mradi huu wa hii meli, kwani sisi Msoma mjini na mkoa wa Mara tumepakana na nchi mbili ambayo ni Kenya pamoja na Uganda. Meli hiyo ikianza safari ya kupita Musoma ikaenda Kisumu pamoja na Jinja, itachochea uchumi wa Msoma mjini, mkoa wa Mara na taifa letu kwa ujumla. Naomba niende moja kwa moja kwa ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Nimpongeze Profesa Shemdoe kakaangu, anafanya kazi nzuri na kubwa kupitia TARURA. Hapa TARURA tuendelee kuwapongeza, lakini naomba nitoe ushauri kwa waziri wa TAMISEMI kupitia TARURA. TARURA wamekuwa wakifanya kazi nzuri ya kufungua barabara zetu, na hapa watu wanaongelea kuhusiana na budget. Kila mbunge amesimama anaongelea kuhusu barabara. Ni shauri serikali kupitia TARURA tufanye kazi ya kutengeneza mitaro ambayo itakuwa ni protection ya barabara zetu instead ya kufanya formation mara kwa mara, kwa sababu barabara zinaharibika kutokana na kutokuwa na protection za maji pamoja na kuwa na structures. Tukijenga mitaro ya kutosha, tukajenga makaravati na madaraja, hata mvua ikija tutaweza kuprotect barabara zetu na wananchi wetu wataweza kunufaika na mradi huu ambao umekuwa ukiletewa fedha nyingi sana na serikali.
Hapo hapo kwenye sekta hii ya barabara, niendelee kuwashukuru Wizara ya TAMISEMI kwa mradi wa TACTIC ambao uliletwa katika jimbo la Msoma mjini. Barabara ya kutoka Msoma basi kwenda Kwangwa ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na sasa hivi tunaye mkandarasi kwa mradi wa bilioni 19.9 ambazo zimeletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na mkandarasi huyo yuko site na ameishapokea bilioni 2.9 kwa ajili ya kuendelea na mradi huo. Niendelee kuipongeza serikali kwa kazi nzuri inayoifanya, kwani kupitia wizara yetu ya uchukuzi hiyo pamoja na sekta ya utalii wameweza kufanya vizuri sana. Tukiongelea uchumi katika jimbo la Msoma mjini, sisi tuna takriban kilomita 130 kufika mbuga ya wanyama Serengeti, na mbuga ya wanyama Serengeti ndio mbuga bora na inayofanya vizuri duniani kote. Na katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imeonyesha ni namna gani sekta ya utalii imeongezeka na kufanya vizuri kwa 10.73. Niombe serikali yangu sikivu iweze kufikiria kutengeneza marine parks katika jimbo la Msoma mjini, kwani sisi tuko kando kando ya ziwa, kwenye fukwe zetu tukiwa na marine parks itasaidia utalii kukua na fursa za ajira zitaongezeka kwa wananchi wa jimbo la Msoma mjini na uchumi utaendelea kuimarika. Katika sekta ya afya, nimeona hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia bima za afya kwa wote. Tunawashukuru wananchi wa Msoma mjini, kaya 501 kati ya kaya 663 wamenufaika na bima za afya kwa wote. Hapa niendelee kuishukuru serikali na Mheshimiwa Rais katika kada ya afya. Wafanyakazi 5,000 walioajiriwa Msoma mjini tumenufaika na wafanyakazi 68. Niombe serikali yangu sikivu, hili jambo nimesharifikisha kwa waziri wa TAMISEMI, na hapa ni kuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kuangalia, tuna kituo kikongwe cha afya cha Bweri. Kituo hiki kimejengwa toka 1970. Kituo hiki ni chakavu sana na kinaleta athari kwa wananchi wetu. Ni kituo ambacho kipo katika kata yenye wakazi 22,987. Ni wakazi wengi sana. Niombe serikali iweze kutufanyia maboresho ya kituo hicho ili wananchi wa jimbo la Msoma mjini hasa kata ya Bweri waweze kunufaika na huduma bora za afya. Asante. Kengele ya pili. Naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Nimwite sasa Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru nami kwa kunipa nafasi nichangie hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nami niungane na